ambao falsafa yake ndio inabeba misingi ya uhai wa taifa letu la Tanzania. Tangu kuasisiwa kwake hadi leo, Mwenge wa Uhuru umeendelea kuhamasisha wananchi wa Tanzania kuishi kwa umoja na amani, huku wakisisitizwa kuchapa kazi kwa maendeleo ya taifa letu. Falsafa hii iliyoasisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 na kuungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume pale aliposisitiza juu ya wananchi kumiliki njia kuu za uchumi, uimarishaji wa huduma za kijamii, umiliki wa ardhi na ushiriki wa wananchi katika shughuli za kimaendeleo, ambao jambo hili limeendelea kuwa hai na dira inayotuongoza katika kupanga na kutekeleza mipango yetu ya kijamii na kiuchumi hadi leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio za Mwenge wa Uhuru utakaozizindua leo zitaambatana na ujumbe maalum ambao taifa linakusudia wananchi wake waupate, wautafakari, lakini pia waufanyie kazi kwa vitendo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ujumbe huo mahususi wa mwaka 2026 umejielekeza katika kuhamasisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ujumbe huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, unalenga kuwakumbusha na kuwasisitiza wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya umuhimu wa amani katika ujenzi wa taifa na kuwataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya nchi yetu, kudumisha umoja wetu na ushirikiano na mshikamano miongoni mwa Watanzania. Aidha, uhamasishaji wa Tanzania kuhusu mapambano dhidi ya rushwa, dawa za kulevya, VVU na ukimwi, malaria na uzingatiaji wa lishe bora kwa afya imara utaendelea kuwa ni kipaumbele cha serikali katika mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuchukua fursa hii kukujulisha wewe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na Watanzania wote kwamba baada ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru ambao utaufanya hivi punde, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika mikoa yote 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katika wilaya na halmashauri zake zote 195 kwa siku 195.